Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Soko la usafiri wa anga kutoka Israel limekumbwa na mgogoro usio na kifani kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Yemen dhidi ya miundo muhimu ya utawala wa Israel. Kwa mujibu wa gazeti la Kizayuni la Marvi, mashambulizi ya mara kwa mara ya jeshi la Yemen katika maeneo nyeti na muhimu mno ya utawala wa Kizayuni, hususan uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion mjini Tel Aviv, yamezusha hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa mashirika ya ndege ya kimataifa na kuongeza kwa kiasi kikubwa gharama ya tiketi za ndege kwenda au kupita Israel. Katika toleo lake la karibuni zaidi, gazeti hilo limeripoti kuwa mwanzoni mwa majira ya joto mwaka 2025 na kuendelea wimbi la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Yemen, bei ya tiketi za ndege kutoka Israeli imeongezeka kwa kiasi kikubwa na masharti ya uzaji tiketi pia yameongeza gharama usafiri. Gazeti hilo limeandika, masharti mazito yaliyowekwa katika ununuzi wa tiketi za ndege yamesababisha shinikizo kubwa la kiuchumi kwa abiria wa kawaida, wakati maafisa wa Israeli ambao wanasafiri kwa kutumia madaraja ya juu wanapewa nafasi zaidi kuliko watu wengine na hawahisi sana machungu wa mgogoro. Kabla hapo, shirika la habari la Saba la Yemen lilikuwa limetangaza siku ya Jumamosi likimnukuu afisa mmoja wa Yemen akisema kwamba wawekezaji na makampuni yote ya kigeni yanayofanya kazi Israel yanatahadharishwa kuondoka katika maeneo hayo haraka iwezekanavyo kwa sababu Israel haitakuwa salama tena na sasa ni wakati mzuri wa kuondoka kabla fursa hiyo kupotea. Na mashabiki wa timu ya soka Paris Saint-Germain ya Ufaransa wametangaza himaya na uungaji mkono wao kwa Palestina. Katika mechi ya jana fainali ya klabu bingwa barani Ulaya iliyochezwa katika uwanja wa Allianz Arena mjini Munich, Ujerumani, mashabiki wa timu hiyo walikuwa na bendera kubwa ya Palestina na maandishi makubwa yaliyounga mkono Palestina. Mashabiki wa Paris Saint-Germain wakiwa katika uwanja wa Allianz Arena mjini Munich walilaani vikali vitendo vya kikatili vya utawala wa Israel na kushikilia bendera kuunga mkono Palestina. Maandishi makubwa yalisomeka, komesheni mauaji ya kimbari huko Gaza. Klabu ya PSG ilitoa kwa mara ya kwanza katika historia yake kombe la klabu bingwa barani Ulaya katika fainali ya jana baada ya kuitandika Inter Milan ya Italia mabao 5-0. Himaya na uungaji mkono wa Palestina imeongezeka mno katika mashindano mbalimbali ya michezo katika miezi ya karibuni, huku Israeli ikitengwa na kukosolewa vikali kutokana na jinai zake dhidi ya Wapalestina. Hivi karibuni wakazi wa mji mkuu wa Hispania Madrid waliandamana wakipinga kuingia mjini humo timu ya mpira ya kikapu ya Maccabi ya utawala wa Kizayuni wa Israel ambao unatenda jinai dhidi ya watu huko Gaza. Katika muendelezo wa wimbi la kushinikizwa Israeli, hivi karibuni Australia nayo ilikuwa iandae mashindano ya kombe la dunia mchezo wa hoki ya barafu, ilijitoa ikihofia kufanyika maandamano dhidi ya Israel katika nchi yake wakati wa kufanyika mashindano hayo. Na kundi la Hamas limejibu pendekezo la Marekani la kusitisha vita Gaza kwa kusema kwamba liko tayari kuachilia huru mateka 10 wa Israeli walio hai na wengine 18 waliofariki katika mabadiliko yanayotakiwa kufanyika ambapo wafungwa kadhaa wa Palestina wanatarajiwa kuachiliwa huru. Aidha, kundi hilo limesema kwamba lingetaka mabadiliko kadhaa kufanyika kwenye pendekezo hilo kwanza. Kundi hilo lilisisitiza matakwa yake kwa ajili ya kupatikana kwa amani ya kudumu, likitaja kwamba lingetaka Israeli kuondoka kabisa katika ukanda wa Gaza na hakikisho kwamba huduma ya misaada itaendelea bila kutatizwa. Kwa sasa masuala hayo hayako kwenye meza ya mazungumzo ya kusitisha vita huko Gaza. Hatua hiyo imesemekana kwamba sio kukataa kabisa pendekezo la Marekani wala pia sio kukubaliana na pendekezo hilo ambalo serikali ya Washington imesema Israel imekubaliana nalo. Hamas imesema kwamba imewasilisha majibu yake ya pendekezo la Marekani iliyowasilishwa na mjumbe maalum Steve Witkoff anayemwakilisha Rais Trump katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake, Witkoff alisema kwamba nimepokea majibu ya Hamas ya pendekezo la Marekani. Haikubaliki kabisa, ni jambo ambalo linaturejesha nyuma. Hamas inapaswa kukubali mfumo uliowekwa kwenye pendekezo hilo tuliowapa kwa misingi ya ukaribu wa mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika wiki hii bila kuchelewa. Hii ndio njia ya pekee ambayo tunaweza kukamilisha makubaliano ya kusitisha vita kwa siku 60 katika siku chache zijazo. Taarifa ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema kwamba japo Israeli imekubaliana na mabadiliko kwenye pendekezo lilowasilishwa na Bwana Witkoff ambayo inaweka wazi namna mateka wa Israeli watakavyoachiliwa, Hamas inazidi kushikilia msimamo wao kukataa pendekezo hilo. Hamas ambalo ni kundi lililotangazwa kuwa kundi la kigaidi na Uingereza
Uingereza, Marekani na Umoja wa Ulaya imesema kwamba linasisitiza suala la amani ya kudumu na kuondoka kabisa kwa vikosi vya jeshi la Israeli kutoka ukanda wa Gaza. Kundi hilo limetaka msaada unaohitajika na Wapalestina kuendelea kuingia katika ukanda huo uliozingirwa bila kusitishwa, na pia imesema kwamba mateka 10 walio hai na miili 18 ya mateka waliouawa ndio watakobadilishana na wafungwa ambao idadi yao itakubaliana kati ya makundi hayo mawili. Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila na timu yake wamefanya mazungumzo na kiongozi wa kisiasa wa AFC M23 Corneille Nangaa mjini Goma, mji ambao unadhibitiwa na waasi hao. Baada ya mkutano huo, Corneille Nangaa alichapisha kwenye ukurasa wake wa X akionyesha kuwa kilikuwa ni kikao kizuri sana kati ya AFC M23 na rais wa heshima Joseph Kabila. Kulingana na Nangaa, ndani ya mkutano huo kulikuwa na tafakuri ya kina kuhusu jinsi ya kuanzisha na kuimarisha amani ya kudumu, utangamano wa kitaifa na kuishi pamoja kwa Wakongo. Mkutano wa Kabila na M23 unakuja siku chache baada ya Kabila kukutana na wawakilishi wa madhehebu ya kidini katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalodhibitiwa na waasi wa M23. Wakati wa kutangaza mkutano huo, msemaji wa M23 AFC Lawrence Kanyuka alimtaja Kabila kama rais wa heshima. Kurudi kwa Joseph Kabila nchini Kongo katika mji wa Goma kunakuja baada ya kushutumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa ushabiki, uongo, kiburi, kushabikia ukabila na upendeleo na kutojali, miongoni mwa maovu mengine ambayo aliharibu mshikamano wa kitaifa na kuifanya nchi hiyo kwa dhaifu. Kabila mwenye umri wa miaka 53 alitawala Kongo kati ya mwaka 2001 akichukua kijiti baada ya kuuawa kwa babake Rais Laurent Desire Kabila hadi Januari mwaka 2019 kabla kumwachia ikulu Rais Felix Tshisekedi. Wawili hao walitofautiana baadaye, huku Kabila akimshutumu Tshisekedi kwa kukiuka makubaliano aliyomuingiza madarakani, huku naye Tshisekedi akimshutumu Kabila kwa kuunga mkono waasi wa AFC M23. Bunge la Seneti la Kongo mnamo Mei 22 lilipiga kura kuunga mkono azimio la kuondoa kinga ya Kabila ambaye ni seneta wa maisha na kuidhinisha kesi za kisheria dhidi yake. Mahakama ya upeo ya jeshi imeongeza mashtaka ya uhaini na uhalifu wa kivita dhidi ya Kabila ambaye mali yake pia imechukuliwa. Wafuasi wake wanasema mashtaka ya uhalifu ni sehemu ya kumuinda tu kichawi rais huyo. Akizungumza kutoka eneo lisilojulikana wiki iliyopita baada ya kuondolewa kinga, Kabila alimuita Tshisekedi kuwa mchafuzi na kumshutumu kwa ubaguzi na unyanyapaa wa baadhi ya makundi ya watu. Rais huyo wa zamani wa Kongo ambaye alimaliza ukimya wake juu ya mzozo huo mwezi Februari mwaka huu, hapo awali alimshutumu Tshisekedi kwa kusimamia vibaya mgogoro wa mashariki ya Kongo na akatupilia mbali majaribio ya rais huyo kuwa laumu wahusika wa kigeni. Kurudi kwake katika mji wa Goma kunaweza kuashiria sura mpya katika mzozo kati ya Tshisekedi na waasi ambao wamedhibiti maeneo mengi ikiwa ni pamoja na Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, tangu mapema mwaka 2025. Hapa Goma, Joseph Kabila anakaribishwa katika sehemu pekee ya nchi ambapo ukatili, mateso ya kisiasa, hukumu za kifo, ukabila, ubaguzi, matamshi ya chuki ya vipo, alisema Corneille Nangaa ambaye alikuwa mkuu wa tume ya uchaguzi ya Kongo Seni wakati wa Joseph Kabila. Tangu Februari mwaka jana, wajumbe kadhaa na watu wa tabaka mbalimbali walipita hapa Goma. Waliweza kuona kazi iliyofanywa na AFC M23 katika kurejesha usalama wa watu na mali zao, walisema Nangaa. Waasi wa M23 ambao wamekuwa wakipigana tangu mwishoni mwa mwaka 2021 walichukua udhibiti wa Goma Januari mwaka huu, wakichukua udhibiti wa mji wa Bukavu baadaye Februari. Waasi waliiteka Goma kwa siku chache mwaka 2012 kabla kuondoka na kwenda uhamishoni. Sasa ni sehemu wa muungano mkubwa ulioanzishwa Disemba mwaka 2023 ambao umepata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa wanasiasa wa Kongo, waasi wakishikilia eneo zaidi na kwa muda mrefu huko mashariki. Mnamo Aprili, kutokana na upatanishi wa Qatar, waasi na serikali ya Kongo walifanya mazungumzo ya kwanza ya ana huko Qatar. Pande hizo mbili zilitangaza kujitolea kwao kusitisha mapigano mnamo Aprili 23, lakini mazungumzo ya Doha bado hayajafikia makubaliano. Shauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump kwa masuala Afrika Masad Bolos mnamo Mei 15 alifanya mazungumzo na Rais Paul Kagame na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuhusu maendeleo ya makubaliano ya amani yanayotarajiwa kusainiwa mwezi Juni. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Goma, Bertrand Bisimwa, naibu wa kisiasa wa kundi la AFC M23, alisema hawatoi matakwa yoyote tena kwa serikali ya Kinshasa. Tumeacha hatua ya madai na kwa sasa ni vuguvugu tu la ukombozi. Hii
ina maana kwamba hatuna orodha madai ya kuwasilisha Kinshasa, lakini tuna matatizo ambayo yapo na ambayo ni lazima yatatuliwe na Kinshasa au hata serikali ya Kinshasa. Na tukitoka huko nchini Kongo sasa tuelekee nchini Burundi, ambapo siku chache kabla uchaguzi wa wabunge na manispaa uliopangwa kufanyika Juni 5 nchini Burundi, mivutano ya kisiasa imeongezeka katika taifa hilo dogo la Afrika Mashariki. Wafanyabiashara kadhaa wa matunda kutoka soko la kisasa la Rugombo walifungiwa kwa saa 6 kufanya shughuli zao katika ofisi za chama tawala cha CNDD-FDD, sababu kubwa ikitajwa ni uwepo wa wafanyabiashara hao katika mkutano wa mgombea binafsi Thomas Nzeyimana maarufu kama Mkombozi. Kulingana na mashahidi, maafisa wa eneo hilo wa chama cha CNDD-FDD waliamuru hatua za kulipiza kisasi baada ya kuwatambua wanawake fulani wakati wa mkutano wa Mei 23 uliofanyika katika eneo la maegesho karibu na soko. Wafanyabiashara hao walishutumiwa kuwa wasokuwa na shukurani kwa kufaidika na maeneo kutoka chama tawala cha CNDD-FDD, lakini baadaye walijikuta wakienda kwenye mikutano wa vyama vya upinzani. Hata na hivyo, hatua hiyo imesababisha madhara fulani ya kiuchumi, kwani mananasi, papai, ndizi mbivu na machungwa yaliachwa bila kutunzwa yakioza kwenye jua kwenye mabanda. Akisema mfanyabiashara mmoja, nilipoteza bidhaa zangu na bado ninatakiwa kulipa deni, ni adhabu ya kujificha kwa maoni yangu ya kisiasa, anashutumu mmoja wa wafanyabiashara. Akiongeza, tunalipa kodi na tunafanya kazi kihalali, hatuwezi kulazimishwa kuunga mkono chama fulani, kupiga kura ni haki, alikumbusha mfanyabiashara mwingine. Wafanyabiashara hao pia wanadai kulazimishwa kuvaa sare za chama tawala cha CNDD-FDD kama ishara ya utii, ambayo wengi wanadai kuwa ni shambulio kubwa kwa uhuru wao wa dhamiri. Upinzani ulijibu haraka ukizungumzia kwamba kuyumba kwa mamlaka na utangulizi wa kusitishwa kwa uchaguzi katika muktadha ambapo vitendo vya vitisho dhidi ya sauti zinazopingana vinaonekana kuongezeka wakati wa maandalizi ya uchaguzi. Alipowasiliana naye msimamizi wa tarafa Rugombo Gilbert Marikakiza, alikanusha kuwa na taarifa yoyote kuhusu tukio hilo, huku akihakikisha kuwa hali ya kisiasa ni shwari bila kutoa maelezo zaidi. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, jina langu ni Awadh Rashidi.